Matthew John Andrew ni mkurugenzi wa kampuni ya Kanyenjele Trading Company ambayo tunafanya kazi katika jiji la Ilala. Leo hii ni siku ya kuadhimisha siku ya mazingira duniani. Leo hii tupo hapa katika viwanja vya Mnazi Mmoja kwa ajili ya kuadhimisha na watu kuwajulisha taka hizi ambazo sisi kama wadau wakubwa ambao tulikuwa tumefanya katika jiji letu Dar es Salaam, kwamba kwanza tuwape elimu na wananchi na wajue kwamba hizi taka ni fursa. Ukijaribu kuangalia sisi katika banda letu hili la Kanyenjele tumeibuka na kuwa washindi wa kwanza kwa vitu ambavyo tumeweza kuonyesha na nini ambacho tunachokifanya juu ya kuwajulisha na wananchi kujua kwamba taka ni fursa. Katika uzalishaji wa taka ambao uliokuwepo katika jiji la Dar es Salaam, asilimia 60 mpaka 70 ni taka za organic. Baada ya kuona sisi kama mdau mkubwa kandarasi, tulibidi tuanze moja kwa moja swala la uhifadhi wa mazingira kwa ajili ya hii taka, kuanzisha mradi wa BSF Nzichuma. Tazama hapa nyuma kuna mradi ambao tuko nao wa Nzichuma, ambao huu hawa nzi wao kazi yao ni rafiki wa mazingira. Wanachokifanya ni wanapokuwa wametaga vile viao vitakavyozaliwa, zile taka ambazo tutakuwa tumeshazalisha, basi wale ndio chakula chao. Lakini baada ya kuwa wamekula hicho chakula, faida kubwa itakayopatikana katika taka hizo ni mbolea. Tazama hapo kuna mbolea ambayo imezalishwa kwa ajili ya hawa wadudu ambao tumezalisha. Kwa hiyo hii ni chachu. Lakini tumejaribu kuangalia dunia tunakwenda sasa hivi kwenye upande wa nishati, watu waache kwenye hii kuchoma mikaa, kutumia mikaa. Sisi tumeanzisha mradi ambao ukiangalia hapa tuna mradi wa gesi ambao unatumika katika hizi taka ambazo zimekuwa zikizalishwa. Kwa hiyo ni ubunifu ambao tunakaa nao tunaangalia, lakini tumekwenda pia mbali zaidi kwenye swala la recycle. Tumekuwa tukifanya hivi. Sasa watu waelewe au wananchi waelewe kwamba si taka yote anatakiwa kwenda kutupa, hapana. Taka ni fursa, taka ni ajira. Lakini pia sisi kama wakandarasi ni taasisi pekee ambayo imeweza kutoa ajira kubwa sana kwa wananchi. Sisi hatuchagui mtu yoyote ambaye imadi awe na akili timamu. Sisi kwenye nature ya kazi yetu tunatakiwa afanye kazi na utambulisho wa kueleweka. Tunachukua watu wa elimu za chuo, tunachukua watu wa elimu sekondari, lakini tunachukua watu wa darasa la 7, lakini tunachukua pia watu ambao hawakuweza kusoma. Kwa sababu nature ya kazi yetu ni wewe mwenyewe ambao tunaweza kufundisha, mwisho kufanya usafi, lakini kuna watu ambao wanafanya kazi za recycle. Tazama hapa hii kazi tunayofanya ni vijana ambao wanakuwa wanajitolea. Kwa hiyo ni sekta ambayo imeweza kuongeza ajira nchini kwa wingi ambao sisi tumekuwa tukifanya kazi. Kwa hiyo tuombe tu serikali ijaribu kuangalia kwa upana zaidi sisi wakandarasi jinsi gani ambavyo wanaweza kutusupport ambao sisi ni wazawa. Sisi ni wazawa wetu katika nchi hii. Kwa hiyo jambo la msingi ni wazawa, lakini tunaweza kutoa ajira. Kwa hiyo tunaiomba serikali pia iweze tuangalie jinsi gani ambavyo sisi tunaweza tukaongeza ajira na ubora, lakini kuhakikisha kwamba jiji letu limekuwa safi na imara. Tazama mwaka ujao unaokuja tuna mashindano ya Afrika yanayokuja, lakini sisi ndio watu haswa ambao tutataka tuipeleke sifa hawa wageni watakao kuja kuangalia mji safi, na tumeahidi kwamba tutatoa ushirikiano mkubwa sana kama wakandarasi. Asante sana. Mkurugenzi, kumekuwa na changamoto ya miundombinu kwa ajili ya Dar es Salaam. Kuna maeneo mengine hayafikiki kwa magari na vifaa vingine. Mnafanyaje kuweza kuwafikia watu ambao wanaishi hayo maeneo na kila kitu? Sisi kama wakandarasi tumeshaliona hilo. Kwa hiyo tunachokifanya, kwa sababu magari yetu ukiangalia hayo ni magari makubwa kama unavyoyaona. Kwa hiyo tunachokifanya, tumechukua gari ndogo hizi bajaji hizi ndogo. Kwa hiyo zile sehemu ambazo zimekuwa changamoto hazifikiki, tunatumia hizo gari ndogo, alafu tunachukua gari kubwa tunaweka kwenye point ili kuweza kuwahudumia wale wananchi. Kwa hiyo tumeshaliona hivyo na tumeshapata majibu yake nini cha kufanya. Wakati huu serikali inajipanga kuhakikisha zile sehemu ambazo zina miundombinu mibaya waweze kurekebisha, na wameshaanza mchakato huo, tunaona mafanikio yaliyopo kwa serikali.